tumeweza kumsikia gavana wetu akiweza kutoa mwelekeo ya kwamba wagonjwa wote ambao wamefika siku ya kutolewa waweze kutolewa kama zawadi kwa watu wa Mombasa kupitia pesa zao za ushuru. Lakini ningependa kumjulisha bwana gavana ya kwamba yale malalamishi ambayo watu wa Mombasa wamekuwa wakiendelea kuyaomba kwake sio kulipiwa kwa siku moja. Watu wa Mombasa wamezungumza bayana ya kwamba rates zinazotumika katika hospitali yetu ya Coast General ni rates ambazo ziko kiwango cha juu, na wao kama wananchi wa taifa la Kenya hawawezi kulipa rates hizo. Kwa hivyo jumla ya kuwa leo wamesema wagonjwa wote waondolewe, lakini bado mimi kama mwakilishi seneta kutoka jimbo hili la Mombasa ningependa aweze kuita mkutano wa mviringo, na ikiwezekana aende mashinani, manake labda sisi wawakilishi tunaongeza chumvi na siasa katika sauti ya wananchi wanavyosema. Wananchi wa Mombasa wamesema ya kwamba huduma wanazopewa hapa Coast General na hawa manesi wetu ni huduma ambazo ni dhaifu sana. Kuna makuruhu makubwa na kuna utozwaji wa pesa ambazo ni za haramu ndio upate kuhudumiwa katika hospitali hii. Na nimemsikia jana akisema bayana ya kwamba ameanzisha inquiry, lakini kuna mambo bila kuyazungumzia kwa wananchi, bila kuwaita wananchi ambao wametutuma sisi tuwawakilishe. Hatuko hapa kujiwakilisha, hatuko hapa kuzungumza fikra zetu, tuko hapa kuwasilisha hoja. Watu wa Mombasa wamesema rate zinazotumika hapa Coast General ziko juu sana kulingana na kipato chao cha uchumi wa kila siku. Na leo umewatoa hawa. Je, wale wengine ambao bado wanapewa huduma hapa watatoka vipi ikiwa hatutafanya review ya hizi rates ambazo zinaendelea kupeanwa hapa? Na kuomba bwana gavana uwaruhusu wazazi ambao watoto wao wamekuja kupata kuzaa watoto wao lakini wamefanyiwa operation, ikiwa manasu wako wanawatolea ujeuri wagonjwa, itawezekanaje mtu ambaye amefanyiwa operation aambiwe abaki peke yake kwenye wodi? Ati ni utaratibu wa hospitali hii? Ni utaratibu wa vipi wa kumdhalilisha mwanamke ambaye amejifungua tena amekatwa na kijembe ili kupata mtoto wake, umwambie asibaki hata na mtu mmoja wa kumsaidia hata kisaikolojia kumuandaa katika kumsaidia yule mtoto wake mchanga? Haya ni mambo ambayo yanatukera sisi kama wananchi na mimi kama kiongozi wao. Ndiposa nilikuandikia barua rasmi jana na nikakuambia jinsi gani wanaolipa SHA bado wanahangaishwa katika facility hii ya Coast General. Haiwezekani makato yamekatwa kutoka kwenye payslip ya mtu alafu anaambiwa hajafanya notification. Ni kosa la nani? Mimi mwananchi mumeniambia nilipe SHA, nimelipa. Wakati wa kulipa mnaniletea tena bill nitingie kwa mfuko wangu nilipe na mfuko wangu. Hayo yalifanywa wapi? Hayo yalifanywa lini? Hata kama there are some people sabotaging SHA, wajue ya kwamba wananchi wamekubali mfumo huo na wao waweze kuwaelekeza katika njia inayostahiki. So naomba hii kilio ambayo imetoka kwa senator hii nijaribu kuondolewa ili nichukue mwili niende Kastiri. Na Makadara saa hii imekuwa expensive juu hatujui ni ya private ama ni ya government. Ndio kilo moja kingia hapa ndani analia, kilo moja kingia hapa ndani anakitoka analia na hii kilio cha bill. So mheshimiwa governor, naomba tuondolee hii kitu ishuke mpaka mwananchi akingia hapa ndani au akitoka anafurahi. So nashukuru governor, kilio ambacho umetupa, umesema kilo moja mwenye ambaye na mwili Makadara achukue mwili wake. So mimi naomba nakuja kuchukua mwili hata kama ni kesho. Nakuja nachukua mwili naenda Nastiri. Hiyo ndo kilio yangu. Na nitashukuru sana venye umenifanyia. Because ilikuwa give up kabisa sijui. Sijui ilikuwa ndugu yangu nitamweka wapi, lakini asante. Asante kwa chenye umenifanyia. Mungu atakubariki na Mungu atakuwezesha mahali umefika. Amen. Utazidi kupaa, nitalia nawe mpaka dakika ya mwisho. Amen. Job kumbatie mwenzako. Asante.